ni kweli kabla ya kukuombea ulikuwa unatumika kwenye uchawi? Ni kweli kabisa, nilikuwa natumia kwenye uchawi. Na kwenye shughuli ile uchawi ulifanya, ulikuwa unaipenda? Hapana. Ulikuwa unaifanya kile ulikuwa unaipenda? Ndio, nilikuwa naifanya lakini kwa sipendi sana tu, ndio hivyo kutokana labda na hali mazingira ya pale vile. Ndio ilinibidi tu nifanye kwa sababu nilikuwa nimetekwa, yani ulikuwa umetekwa na huyo mkuu wa wachawi. Sawa. Na kipindi chote cha wachawi, si ndio? Kipindi chote unaishi kwenye ile hali ya kufanya uchawi, umeshawaua watu wangapi? Kwa mimi labda watu kama 6 hivi. Watu kama 6? Na wale watu walikuwa mkiwaua mnafanyia nini? Watu wale pale tukiwaua, kwanza na tuliambiwa tunanyia damu, alafu tunampelekea chini, ndo mkuu mwenyewe yeye, yani chini ndo alikuwa anakula nyama zake. Mkuu wenu anakula nyama? Ndio. Nyinyi mnakula? Tunakunywa damu zake. Mnakunywa damu? Ndio. Na watu ambao mlikuwa mnaenda kuwaua wanakufa kweli kweli kabisa, watu wanasubuhi wanaenda kuzika, au wanakufa kiuongo uongo? Hamna, ni kweli kabisa. Labda tukishafanya hivyo, yani kwa mimi labda kama siku nikija, yani labda kama niko sawa, nashangaa tu kweli kuna msiba, ila sijui kama ni mimi ndio nimefanya. Umeona, ila kwenye ndoto unakuta labda unaambiwa nenda kafanye hivyo, yani kwenye ndoto na bana, unakuta labda unahadisiwa labda kilichotokea usiku, unaota picha na ule msiba uliotokea, unajua kabisa ni wewe, lakini kesho tena asubuhi ukiamka unajikuta tu upo sawa na uamini kama ni wewe. Tena unakuwa uamini kama ni wewe. Sawa. Na swala la kufukua makaburi ni kweje? Kufukua makaburi, kufukua makaburi unakuta labda kama ni usiku, ndio tunaenda labda, unakuta labda ilikuwa ni kama filimbi zinapigwa, tunakusanyika wote, tukishakusanyika pale ndio tunaambana leo kuna kazi hivi na hivi, kwa inabidi mfanye hivi. Kwa hiyo tunaenda pale kwenye makaburi pale, kwanza tunakaa pale vile tunajipaka wote wafike. Wakishafika pale ndio tunaanza kufukua makaburi, kila mtu na kaburi lake. Alafu maana pale inabidi kiongozi anasema, yani inabidi kila mtu aje na mwili. Umeona? Kwa unakuta nafukua. Mnafukua kutumia nini? Tuko tunafukua kutumia mikono. Ndio tunampelekea mwili pale, maana pale vile damu inakuwa ni hamna. Tunampelekea pia mwili kama mwili pale. Na damu zilikuwa zinawasaidia nini mnapokunywa? Unakuta labda ni kwa hiyo siku labda ni kama ndo chakula. Unaona, yani inabidi sana hapa nguvu. Inakubidi ni ufanye hivyo kwa sababu gani sasa? Unakuta maana ile damu inakuongezea hata uwezo wa kufanya yani uwezo wa kuishi. Unaani bila damu tena inakuwa ni kuna muda unakuwa ujisikii vizuri kabisa, kama vile unaumwa nini. Kumbe ile damu inakupa uwezo wa kuishi. Yaani kwamba usipokunywa unakufa. Angalia, ndio kiongozi alikuwa anasema ni usipokunywa. Yani kwanza unakuwa unajeraulika. Unakuwa dhaifu. Unakuwa dhaifu sana. Kwa hiyo inakubidi hivi ufanyaje ili usio dhaifu, maana pale vile tulikuwa tunagombania cheo. Kwa hiyo inakubidi ufanye hivyo. Mnagombania cheo. Cheo gani mnagombania? Cha uongozi. Maana kiongozi anasema kwamba kuna vyeo. Kuna cheo cha kwanza, cha pili na cha tatu. Unasema angalau uwe kwenye cheo cha kwanza au cha pili au cha tatu kabisa. Kwa hiyo kiongozi wenu ndio yuko ni cheo cha tatu. Ndio. Cha mwisho. Na unasema kwa miaka mingapi umekuwa ni kazi ya uchawi? Mimi pale vile mimi nianza kusoma shule ya msingi. Niliingia darasa la 7 ndio kitu nilianza kujisikia hivi. Kwa hiyo maana yake hii kazi ya uchawi umeanza kuanza kwa darasa la 7? Ndio, kuanzia darasa la 7. Na kuanzia darasa la 7 mpaka leo ni miaka mingapi? Miaka kama 5 hivi. Miaka 5. Kuanzia leo darasa la 7 mpaka leo mpaka miaka 5. Miaka 5. Ndipo ulipoanza rasmi hiyo kazi ya uchawi. Na aliyekuwa amekuingiza kwenye uchawi kwa gani? Wewe sijajua, maana siku ya kwanza ilikuwa ni tulikuwa tumechelewa kwanza. Tulikuwa uwanjani, tulikuwa tunacheza mpira pale. Tulikuwa tumechelewa, ilikuwa muda, maana unakuta tukicheza mpira pale vile kuna kile kikao cha mwisho. Tulikuwa tumekaa mpaka saa 2 za usiku.
Nimekaa pale vile pale shuleni, kwanza nikaona kitu kama cheupe hivi, nikanivaa tu moja kwa moja pale. Kwanza pale yani kwa nilijisikia kama vile kitu kimegonga sana. Umeona, ila wenzangu pale walikuwa nahisi ni kawaida tu. Tumekaa pale vile, yani pale nilikuwa kama nilikuwa sijisikii vizuri. Tumekaa pale. Ndo nikaamka. Niamka pale vile nikaanza kwenda nyumbani. Nimefika pale nyumbani pale, yani nikahisi kama vile kizunguzungu fulani vile, ila sijajua. Ndo pale vile kesho yake ndo nikaanza kuota ndoto mbaya, ndoto za kufukuzwa, hata ambazo siwajui kabisa. Sawa. Kwa hiyo watu uliowaua unasema wengine wapo Njoro hapo? Wengine wapo Njoro, lakini yani kwa sura siwajui. Kwa sura wajui. Ila kuna wengine angalia, maana kipindi hata nikisafiri nikienda labda lazima tu unakuta labda unaenda kunyoa mtu nywele nini. Kumbe hata hizo kazi mlikuwa mnafanya? Ndio, ila mlikuwa mnaenda kunyoa watu nywele? Ndio, tuko tunanyoa watu nywele. Narudi. Hizo nywele mnaenda kuzifanya nini? Tunampelekea tu kiongozi. Sasa kuna ndugu yako wote alikuwa anajua anafanya kazi ya uchawi? Hapa vile hamna mtu ambaye alikuwa anajua, maana unakuta labda kama siku labda kiuno kinauma, wanafikiri labda ni kawaida tu. Ila hakuna mtu ambaye alikuwa anajua pale. Hakuna mtu anajua? Ila wewe mwenyewe ndio unajua? Mimi ndio nilikuwa najua, ila kuna muda nikaa labda ni kama vile nimeshaona na bana, mimi kama vile niko kawaida. Ila unakuta labda kama ninakaa siku 2 au 3, siku ndo naanza kuota ndoto mbaya, ndoto kama vile nafuzwa na watu hata nisijua usiwe labda niko porini. Na kwa habari ya kuchimba kwenye makaburi, ni mnachimba kweli au ni utani? Tunachimba kweli kabisa kabisa, physical. Yaani kwa kabisa mnachimba na mikono kabisa. Tunachimba na mikono, sio kwenye ndoto. Hamna, ni kweli. Usiku tunaamshwa pale vile. Mnaamshwa usiku live? Yaani unajikuta tu pale unaondoka tena, yaani mpaka ni mwenyewe ni unakuwa hujielewi kabisa. Kesho asubuhi unajikuta kama umechoka nini. Kama tu bana, kesho asubuhi nafikiri labda ni kawaida tu, labda ila usiku tu ndo unakuwa, yaani usiku ndo unakuwa unajielewa kama unaenda mahali nini. Na muda ambao mara nyingi mnaamka ni muda gani kwa kwenda kufanya hizo kazi za uchawi?